Hichi ni kile ambacho kinaendelea, vita vya Iran, Israeli pamoja na Marekani, vita ambavyo Marekani mpaka sasa hajui kama vitaisha haraka au itakuwaje. Na amebidi sasa aanze kufanya mazungumzo na rais wa Russia, rais wa Russia ni Vladimir Putin, kwa ajili ya kuweza kuzungumza na kuona namna gani ambavyo anaweza kupata hata fikra tofauti tofauti, kujua namna gani vita hivi vinaweza vikamalizika. Maanake kumekuwa na wasiwasi kwamba mwamba Putin yupo nyuma ya Iran, mwamba Xi Jinping yupo nyuma ya Iran, mwamba Kim Jong Un yuko nyuma ya Iran, japo kumekuwa hakuna uthibitisho rasmi wa swala hili. Na nikwambie, Washington imebadilisha mwelekeo wake kutoka upande wa mashariki wa NATO hadi mashariki ya kati, hata kutuma wataalamu wa ndege zisizo na rubani za Ukraine kulinda kambi za Marekani huko Jordan. Alexander Stepanov, mtaalamu wa kijeshi kwenye taasisi ya sheria na usalama wa taifa kwenye chuo cha rais wa Urusi cha uchumi wa kitaifa na utawala wa umma, anasema hapo awali Volodymyr Zelensky aliambia The New York Times kwamba Ukraine imetuma wataalamu wa ndege zisizo na rubani kulinda kambi za kijeshi za Marekani huko Jordan. Ni wazi kwamba kosa kuhusu mfumo mzima wa usalama kwenye vituo muhimu vya Marekani mashariki ya kati sasa linasababisha hasara kubwa katika suala la miundombinu na uwezo wa Washington wa kudhibiti hali kwenye eneo hilo. Hii ndio sababu hasa akiba muhimu ya Kyiv inapelekwa huko. Katika kesi hii tunaweza kuona mwelekeo wa maslahi ya kijiografia ya Washington unabadilika kutoka upande wa mashariki wa NATO hadi mashariki ya kati, Stepanov alisema. Kwa maoni yake, Washington inafanya kinachohitajika kuziba mashimo katika mfumo wa usalama, ingawa hatua hiyo inaweza kuidhuru Kyiv. Kwanza kabisa, hii ni kwa sababu vikosi vya utawala wa Kyiv vimejaribiwa vitani. Kwa kuzingatia hilo, wanaweza kushiriki maarifa na mbinu zao za mapigano na wanajeshi ambao wamepewa jukumu mahususi la kuhakikisha ulinzi wa vifaa vya kijeshi katika mashariki ya kati, mtaalamu huyo alisema. Vile mazungumzo ya hivi karibuni kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump yanaweza kusaidia kusimamisha mzozo unaoizunguka Iran. Balozi wa Palestina nchini Urusi Abdel Hafiz Nofal anasema Putin na Trump walizungumza kwa simu jana. Tunatumai hii inaweza kusaidia kusimamisha vita nchini Iran. Wamarekani wanapaswa kukomesha uchokozi wao dhidi ya Iran, balozi huyo alisema. Kwa maneno yake, itawezekana kujadili suluhisho baada ya uhasama kuisha kwa msaada wa Urusi, China na nchi zingine. Vile angalau vituo 100 vya matibabu nchini Iran vimeshambuliwa na vikosi vya Marekani na Israeli na wafanyakazi 11 wa afya wameuawa. Fatemeh Mohajerani, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu, anasema kulingana na takwimu za hivi karibuni, vituo 52 vya matibabu, vituo 29 vya matibabu, pia vituo 19 vya misaada ya dharura ya matibabu viliweza kushambuliwa kwa nyakati tofauti tofauti. Jumba la Chehel Sfatun au jumba la nguzo 40 katika jiji la Isfahan la Iran, ambalo sehemu yake imejumuishwa kwenye orodha ya urithi wa dunia wa UNESCO, limeharibiwa pakubwa na mashambulizi ya Marekani na Israeli. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghei anasema. Baghei pia alibainisha kuwa kituo hichi bora cha Safavidi ni sehemu tu ya urithi wa kitamaduni na ustaarabu wa Iran, bali pia ni hazina ya kitamaduni ya wanadamu wote. Zaidi ya meli 50 za Iran zimezama au kuharibika tangu kuanza kwa operesheni ya kijeshi kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM inaripoti. Mashambulizi yalipigwa zaidi ya 5,000. Meli za Iran ziliharibika au kuharibiwa zaidi ya 50, kamandi iliandika kwenye X. Mnamo Machi 6, CENTCOM ambayo kimsingi ilihusika na mashariki ya kati ilitangaza kwamba meli 43 za Iran ziliharibiwa, lakini Iran wao hawajathibitisha hilo. Kwa hiyo imepelekea kufanya kama ni Marekani wanatoa propaganda au wanajifariji kwa kile ambacho kilichotokea. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameshukuru kamandi kuu ya Marekani kwa kukubali kwamba Washington inapeleka na kutumia vifyatuaji roketi vya HIMARS katika mzozo na Teheran. Asante CENTCOM kwa kukubali kwamba unatumia eneo la majirani zetu kupeleka mifumo ya HIMARS dhidi ya watu wetu, aliandika kwenye jukwaa la mtandao wa kijamii wa X, akitoa maoni kuhusu taarifa CENTCOM juu ya kutumia mifumo ya HIMARS kwa mashambulizi dhidi ya Iran. Anasema hakuna mtu anayepaswa kulalamika ikiwa makombora yetu yenye nguvu yataharibu mifumo hii popote pale yalipo kwa kulipiza kisasi, Araghchi alisema. Vile Kremlin haina maoni yoyote kuhusu shutuma kwamba ilipitisha taarifa za kijasusi kwa Teheran, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka mashariki ya kati. Katibu wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari, hatuna maoni yoyote kuhusu jambo hili, alisema alipoulizwa kuhusu majibu ya Kremlin kwa madai hayo kwamba Urusi aliweza kupenyeza taarifa za kijasusi
kwa Iran ambazo zilisaidia Iran kuweza kufanya mashambulizi yaliyoleta athari kwa Marekani. Palestina inaunga mkono wazo la kufanya mkutano wa kimataifa unaolenga kumaliza mgogoro nchini Iran na ukanda wa Gaza. Balozi wa Palestina nchini Urusi Abdallah Hafiz Nofal anasema vilevile Urusi na China, sio Marekani, zinaonekana kuwa wanufaika wakuu wa operesheni ya kijeshi ya sasa kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. The Washington Post inasema usumbufu wa mafuta unainufaisha Urusi kama vile Marekani inavyotoa msaada mdogo kwa Ukraine, na Iran inaondoa mawazo kutoka kwa China, makala hiyo inabainisha. Chapisho hilo linaamini kwamba utawala wa Washington ulianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran licha ukweli kwamba hakukuwa na tishio lolote kwa Marekani. Gazeti hilo liliongeza kuwa shughuli za kijeshi kutokana na deni la taifa la Marekani ambalo linakaribia dola trilioni 39 zinaweza kuifanya iwe vigumu kwa Marekani kushindana na wapinzani muhimu zaidi, hasa washirika wa Iran, Urusi na China. Washington Post inaamini kwamba Urusi ilianza kupata faida tangu mwanzo wa uhasama, huku bei ya mafuta ikipanda kwa kasi ambayo ilizidi dola 100 kwa pipa mnamo Machi 8. Kujibu, Rais Donald Trump alilazimika kutangaza kulegezwa kwa vikwazo dhidi ya India kwa kununua mafuta ya Urusi. Zaidi ya hayo, Marekani inapunguza kasi ya usambazaji wa risasi zake na itachukua muda kuzijaza tena. Gazeti hilo pia linaamini kwamba nguvu na umakini wote ambao Marekani inautoa katika Mashariki ya Kati ni kikwazo zaidi kutokana na changamoto inayoongezeka kiuchumi na kijeshi kutoka China. Marekani na Israeli wametenda uhalifu wa kimazingira kwa kushambulia miundombinu ya mafuta ya Iran. Fatemei Mohajiran, msemaji rasmi wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu, anasema baada ya shambulio baya dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Iran, tulishuhudia uhalifu wa kimazingira, IRNA ilimnukuu akisema. Kulingana naye, mashambulizi haya yalichangia kuzorota kwa ubora wa hewa huko Teheran, miongoni mwa athari zingine. Vilevile, vipande vya kombora ambavyo kulingana na upande wa Iran vilishambulia shule ya wasichana katika mji wa Minabi kusini mwa Iran vina alama za kawaida za risasi za Marekani, The New York Times inaripoti Jumatatu. Vipande vya kombora vilivyoharibika vinavyodaiwa kuwa ni kutokana na mashambulizi yaliyoweza kushambulia kambi ya wanamaji na shule ya msingi kusini mwa Iran mnamo Februari 28 vina alama za kombora la meli la Marekani, kulingana na uchambuzi wa The New York Times. Gazeti hilo lilibainisha na kuongeza kuwa picha za vifusi hivyo zilitolewa na mtangazaji wa serikali wa Iran. Vilevile, mgogoro kati ya Marekani na Israeli na Iran umezivuruga nchi za magharibi kuisaidia Ukraine na kukata usambazaji wa makombora mapya kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga kwenda Kiev, The New York Times inasema. Chapisho hilo linabainisha kuwa mgogoro katika Mashariki ya Kati umeathiri usafirishaji mpya wa silaha kwenda Kiev, usambazaji wa makombora ya ulinzi wa anga ambayo Ukraine ingependa sana yenyewe yalikuwa yakitumiwa haraka Mashariki ya Kati. Gazeti hilo linasema hata kile kidogo ambacho libaki nacho basi pia kinatumika huko kumsaidia Marekani. Vilevile, suala la kuondoa vikwazo vya Marekani kwa mauzo ya nje ya mafuta ya Urusi halikujadiliwa kwa undani wakati wa mazungumzo kati ya viongozi wa Urusi na Marekani, Vladimir Putin na Donald Trump. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema hapana, suala hili halikujadiliwa kwa undani wowote. Kwa sababu hiyo, kwa uchumi wa dunia wote wanafahamu hilo kikamilifu, Trump na Putin, Peskov alibainisha. Bila shaka hatua zilizochukuliwa na Marekani, ikimaanisha vikwazo vya mafuta, zinahusiana na majaribio ya kuleta utulivu katika masoko ya nishati duniani, huku kukiwa na hali katika Ghuba ya Uajemi, aliongeza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.